Baada ya Pasaka, kubali kuifungia hofu yako nje. Hofu ina tabia ya kufunga milango. Unaweza kukawa na milango ya baraka katika maisha yako, lakini hofu inafunga milango. Kwa hiyo Mungu akupe neema ya ujasiri. Unaposikia tukizungumza juu ya ujasiri ya mali, ni wale watu ambao wamekubali kupambana na hofu katika maisha yao ili milango ipate kufunguka. Katika kitabu cha Injili ya Yohana ule mlango wa 20 mstari wa 19, Injili ya Yohana mlango wa 20 mstari wa 19, Biblia inasema hivi: na ikawa jioni siku ile ya kwanza ya juma, pale walipokuwa hapo wanafunzi, milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Milango imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Akaja Yesu akasimama katikati, akawaambia, amani iwe kwenu. Amani iwe kwenu. Na ndio pale mtumishi wa Mungu alipofundisha ya kwamba breakthrough ni upenyo hata kama kuna milango iliyofungwa. Yesu aliingia ndani mahali ambako milango yote imefungwa kwa hofu ya Wayahudi. Na kile wanafunzi walichokifanya baada ya Yesu kusulubiwa, na hofu walioiona na ule mkasa mzima wa kusulubishwa, wanafunzi walijikusanya, wanaume wakafunga milango, wakakaa ndani. Na Yesu alipokuja, aliingia katikati yao, akawaambia, amani iwe kwenu. Lakini walikuwa wamefunga milango kwa ajili ya hofu ya Wayahudi. Swali langu asubuhi ya leo, ambalo pia ni falsafa ya asubuhi hii, ni milango ipi ambayo katika maisha yako milango hiyo imefungwa kwa hofu? Hofu imefunga milango ipi katika maisha ya kwako? Una mambo ambayo unaweza kuyafanya. Kama hao walikuwa wamefunga milango, wakati breakthrough ipo, upenyo upo. Yesu ameshafufuka, ushindi upo, Yesu mwenyewe yupo, na Yesu mshindi wa mauti yupo, na wana ushuhuda kwa sababu wameshinda hila ya Wayahudi, wana ushindi tayari mjini Yerusalemu, lakini wao wamefunga milango kwa hofu. Na nataka niwaambie, kuna watu wana uwezo, lakini hofu imefunga milango yao. Yaani una fursa. Hawa walikuwa wana kila kitu. Kama kuna watu waliokuwa wana heshima katika mji wa Yerusalemu, ni hawa wanafunzi ambao yule aliyeuawa kwa aibu na kuchafua jina na nini, ameshafufuka kutoka kwa wafu, yu hai, lakini hofu imefunga milango. Kuna watu ambao mnaweza kujenga nyumba nzuri tu, lakini hofu imefunga mlango wa wewe kuendelea na ujenzi. Hofu imefunga milango. Kuna watu mna mpango wa kuwekeza katika miradi mikubwa tu, na una uwezo na fursa hiyo ipo, na financial na kila kitu kinawezekana, lakini hofu imefunga milango kwenye maisha ya kwako. Unaweza kusoma, unaweza kupata hiyo scholarship, unaweza kufika mahali ambako unataka kufika, lakini hofu imefunga milango. Na kuna hofu ambayo imekushikilia, imefunga milango. Asubuhi ya leo nataka kujua ni hofu ipi ambayo imefunga milango ya fursa, milango ya uwezo, milango ya utashi, milango ya akili, milango ya ufahamu na mang'amuzi, milango ya influence ambayo imefungwa kwa hofu. Na watu ambao ni hofu imefunga milango yao. Na mimi ninakuombea asubuhi ya leo, kile ambacho Mungu amekusudia ukifanye, ninaomba ondoa hofu inayofunga milango. Ikiwa ni juma la kwanza na la pili, juma la kwanza na la pili baada ya Pasaka, ondoa hofu, ondoa hicho kiwewe kinachokusababisha unafunga milango. Naomba ufungue hiyo milango, na Yesu Kristo Mwokozi mfufuka anasema, amani iwe kwenu. Wanaopokea hiyo amani waseme amina. Amani katika hiyo karama, amani katika hiyo huduma, amani katika hiyo biashara, amani katika hilo wazo jipya ulilonalo, amani kwenye familia ya kwako, amani iwe nanyi. Oh my God, oh my God, oh my God.
amani iwe nanyi. Haijalishi hofu ambayo imeshikilia maisha ya kwako. Na mimi ninakuomba asubuhi ya leo, kama ningeambiwa asubuhi hii unaondoka hapa asubuhi hii ukatekeleze lipi asubuhi, ningesema ondoa hofu inayofunga milango kwenye maisha ya kwako. Nikikuangalia unaweza. Kilichokufungia hapo ni hofu. Hofu tu ndio imeshikilia maisha yako. Na mimi nakuombea asubuhi ya leo, enenda, kwa sababu unayaweza mambo yote katika yeye akutiaye nguvu. Washindi wachache wanaosema amina na waseme amina. Na mimi ninakubariki asubuhi ya leo, kwa kuwa tangu Yesu alipowaambia wanafunzi waliokuwa wamefunga milango kwa hofu ya Wayahudi, akawaambia amani iwe nanyi. Na kutoka hapo kanisa likaanzishwa, na hili kanisa ni hili tunalohubiri mpaka hivi leo, na matendo makuu yamedhihirika katika hili kanisa. Nataka nikuambie amani iwe nawe. Milango ya maisha yako yamefunguliwa na hayatafungwa daima kwa jina la Yesu Kristo. Malango yako yamefunguliwa na hayatafungwa daima. Kama ushuhuda wa kanisa upo, na mimi nataka nikuambie ushuhuda wako utakuwepo. Wako wapi watu wachache wanaosema amina? Kama leo kanisa hili lina ushuhuda, lilianza kwa kufunga milango kwa hofu ya Wayahudi, nataka nikuambie Yesu Kristo mfufuka ataweka ushuhuda katika maisha ya kwako. Hautaishia kwenye aibu. Washindi wachache wangesema amina, halafu mpigie Bwana makofi. Na mimi ninakubariki kwenye hii madhabahu asubuhi ya leo, baada ya Pasaka ya mwaka huu, siku hii ya Jumatatu, siku hii ya leo, ninakutangazia kwenye hii madhabahu na ninakubariki kutoka kwenye hii madhabahu. Mungu akuondolee hofu na malango yako yakawe wazi na upate upenyo wa kimungu katika maisha yako. Nami ninakutangazia tangu leo una neema ya kuingia na kutoka. Malango yako yatakuwa wazi daima. Akubariki Mungu Mwenyezi, akupe na ushuhuda kama kanisa lilivyo na ushuhuda leo, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Washindi wachache waseme amina, halafu mpigie Bwana makofi mengi ya shangwe. Haleluya.